Zipo na adhabu zake zipo. Inategemea umefanya tukio gani. Kwa mfano, ukafanya kitendo chochote ambacho kitahatarisha usalama wa treni au usalama wa abiria wanaosafiri na treni. Ukifanya hivyo vitendo, kwa mfano vitendo hivyo vipi? Unang'oa mataruma ya reli. Ile leto kisasa inatumia umeme, unang'oa nyaya za umeme. Sawa? Unapiga mawe treni. Unahatarisha usalama wa treni. Tutakushtaki. Tukikukamata, ukibainika tukukamata, tunakupeleka mahakamani na tunakushtaki chini ya kile kifungu namba 79 cha sheria namba 10 ya mwaka 2017 ya sheria ya reli Tanzania. Sasa ukipatikanika na hatia, adhabu yake ni ndogo tu. Kifungo kisichopungua miaka 5 na kisichozidi miaka 10. Hiyo ni ndogo. Miaka 5. Sasa mtu anaweza kaamua kufanya hivyo kama ni kifungo kidogo. Vile vile unaweza ukapigwa fine isiyopungua milioni 50 na isiyozidi milioni 70 au vyote viwili kwa pamoja. Na sisi tuna prefer sana vyote viwili kwa pamoja. Sasa hivi kwamba uelewa wa wananchi ni mdogo. Wanaamini kwamba sio wajibu wao na wengine hawajui kwamba ile mali ni ya kwao. Sawa. Kwa hiyo hata mtu akiona mtu anafanya uhalifu au kuna uhalifu upo sehemu, yeye anaamini kwamba ile sio kazi yake na wala ile mali sio yake, haimuhusu. Sasa ndio maana tumeamua sasa twende na speed ile ya SGR kama treni yetu ya kutoa elimu, kujenga uelewa wa wananchi. Katika hilo tunaamini kabisa watu sasa, kwa sababu kuna makosa mengine watu wanafanya sawa bila kujua kwamba kwa kufanya hivyo anafanya kosa. Kwa hiyo maana kwamba uhusika wa ulinzi sasa wa usalama katika miundombinu hii ninyi ni nje na sio ndani ya reli ya treni. Shughuli zote zinazohusiana na reli iwe ndani, ndio maana hata kama unasafiri kwenye treni kuna polisi mle. Ndio. Iwe ni nje, shughuli zote zinazohusiana na shirika la reli Tanzania. Iwe reli ya zamani, iwe reli ya kisasa. Swala zima la usimamizi wa ulinzi na usalama ni la kwetu sisi polisi. Ni kusimamia, lakini nimesema tu sheria moja. Ndio. Lakini tukiamua tunakupiga tena sheria ya uhujumu uchumi. Inaingia hapo. Inaingia hapo. Kwa sababu unakuwa unang'oa reli. Treni inashindwa kufanya safari zake. Unashindwa kuliingizia taifa pesa na shirika la reli. Kwa mfano nikupe mfano mdogo sana. Kioo kimoja cha treni yetu hii ya kisasa. Ukipiga jiwe pale kikavunjika. Thamani yake kupata kile kioo ni mpaka uwe na zaidi ya milioni 350. Kimoja. Kwa nini milioni 350? Kwa sababu kile kioo hakiuzwi kimoja. Vinauzwa kwa seti. Kwa hiyo lazima ukanunua seti nzima. Alafu alipatikaniki Kariakoo huku ulikotengenezwa na vinakuja kwa oda. Na wakati tunasubiria hizo spare zije, lile treni linaondolewa kwenye mzunguko. Na linaweza kutumia hata miezi 4 mpaka 6 ndio lirudishwe kwenye mzunguko. Sasa nitakupigia mahesabu kama madogo sana ambayo hata darasa la pili B anaweza akaelewa. Kwamba lile bewa letu linachukua watu 80 kwa safari moja kwenda Dodoma. Na linafanya safari mara 2, kwa naenda Dodoma na kurudi. Kwa hiyo kwa siku linabeba watu 160. 160. Na gharama zetu za chini kabisa, nauli yetu ya chini kabisa ni shilingi 31. Sasa piga mahesabu 31 mara watu 160. Kwa siku unalikosesha taifa, unakosesha shirika wastani wa shilingi milioni 6.4 kwa siku hii, siku moja, kwa behewa moja. Lile ambao limeondolewa kwenye mzunguko wewe umelipiga mawe. Ukipiga mahesabu kwa miezi 6 wastani, unakuja kugundua kwamba kuna wastani wa milioni 2, milioni 3 na milioni 200. Sasa ni fedha nyingi kwa sababu wote umepiga jiwe lile treni. Sasa tukikukamata lazima tukupige na uhujumu uchumi unaingia hapo. Hii reli inapita kwa watu na watu ndo walinzi wa kwanza wa ile mali. Kwa hiyo lazima tunafika na tunawasiliana kama nilivyosema, tunapita kutoa elimu huko. Tunapita kutoa elimu kwamba nini wanachotokea kufanya kuhakikisha kwamba hii reli yetu au miundombinu yetu ya reli inakuwa salama na watu wanapata haki yao ya msingi ya kusafiri. Kwa hiyo tunapita kwa vijijini na tunatoa hii elimu. Na wananchi mnaona kama wanaelewa. Na siku nyingine tunapita kwa namna sio ya kutoa elimu. Kwa sababu tukitoa elimu tukiona hawataki kutekeleza, tunapita kufanya operation. Sasa uhusiano wetu ni pale ambapo wanatuita, maana sisi hatuwezi kwenda bila kutuita, na kutuita kwao maana yake kwamba wanafanya matukio ya uhalifu. Kwa kifaa sisi tunafika. Kwa huko tutakamata na wengine tunatoa elimu.
Sisi letu mara nyingi napita maeneo ambayo ni mapori. Polisi utatukuta kwenye vituo au stesheni za reli. Kila stesheni ya reli ina askari pale. Yeah. Kwa hiyo kila penye station ndipo na nyie mlipo. Na sisi tulipo. Hiyo ni kilomita 10 sawa, utatukuta hapo. Utatukuta hapo. Yeah. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wetu. Unapofanyiwa tukio lolote la kihalifu ukiwa ndani ya treni au ukiwa eneo lolote la reli, unatakiwa ukaripoti kituo cha polisi reli. Na kama hicho kituo kiko mbali, basi unaweza ukaripoti hata kwa mtumishi yote wa TRC na TRC atawasiliana na sisi. Kwa hiyo ni jukumu letu polisi kuhakikisha abiria wewe unasafiri salama na mali yako inakuwa salama.